Vikosi vya usalama nchini Madagascar vilifyatua vitoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji waliokuwa wakiandamana katika mitaa ya mji mkuu siku ya jana Jumanne, Septemba 30 mwaka 2025. Hii ni licha ya rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina kuitikia baadhi ya matakwa yao kwa kuivunja serikali na kuahidi mazungumzo. Rais Andry alizungumza kupitia runinga ya serikali mwishoni mwa Jumatatu akisema anataka kuanzisha mazungumzo na vijana wanaolalamikia ukosefu wa huduma muhimu kama maji safi na umeme wa uhakika. Pia aliahidi hatua za haraka kusaidia wafanyabiashara waliopoteza mali kutokana na matukio ya uporaji yaliyosababishwa na maandamano hayo. Hata hivyo, waandamanaji walionekana kutoridhishwa na hatua hizo, baadhi yao wakiendelea kushinikiza kujiuzulu kwa Andry. Walipeperusha mabango yenye ujumbe mkali kama vile tunahitaji maji, tunahitaji umeme na Andry aondoke. Maandamano hayo si tu yamejikita katika mji mkuu bali pia yamesambaa hadi kwenye maeneo mengine ya nchi. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters, Umoja wa Mataifa umesema kuwa watu wasiopungua 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa tangu maandamano hayo yaanze wiki iliyopita, na sasa imeingia siku yake ya 4. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Madagascar imepinga vikali takwimu hizo, ikisema taarifa hiyo haikutolewa na mamlaka husika na inatokana na uvumi au taarifa potofu. Maandamano haya yamekuwa changamoto kubwa zaidi kwa Andry tangu achaguliwe tena mwaka 2023. Rais huyo aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 2009 kupitia mapinduzi ya kijeshi, kisha akajiuzulu mwaka 2014. Alirudi tena madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2018 na kisha kushinda muhula wa 3 katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2023, uchaguzi ambao wapinzani wake wanadai uligubikwa na kasoro nyingi. Vuguvugu hili la maandamano linaonekana kuchochewa pia na matumizi ya mitandao ya kijamii, ambapo waandamanaji wamekuwa wakitumia majukwaa hayo kupanga mikakati yao, sawa na jinsi maandamano hivi karibuni yaliyoendeshwa nchini Kenya na nchini Nepal. Hali bado ni tete katika maeneo mbalimbali ya Madagascar, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kisiasa na kijamii katika taifa hilo la bahari ya Hindi. Naitwa Onesimo Sangalali. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 unayefikiria mbali? Je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa, kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa za kazi zisizo na mipaka? Usitafute mbali. EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora duniani kote, kuanzia Ulaya na Asia hadi Amerika na kwingineko. Iwe umepokea matokeo yako ya kidato cha 6 punde au diploma, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua: kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako zibaki ndoto. Tembelea EuroAsia Universities Limited leo. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi karibu na Mlimani City. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765 767556. EuroAsia Universities Limited, empowering global citizens.